Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Juni 24, toa ushuhuda ulio hai. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Yohana 17 mstari wa 18. Tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo. Tunapoanza kujifunza maandiko yako, tunaomba Roho yako Mtakatifu atuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu ya nguvu zinazoongezeka za majaribu ya Shetani, nyakati ambapo kwazo tunaishi zimejaa hatari kwa wana wa Mungu, nasi tunahitaji kujifunza daima kutoka kwa mwalimu Yesu Kristo, ili tuweze kuchukua kila hatua kwa uhakika na uadilifu. Matukio ya ajabu yanatokea mbele yetu, na kwa wakati huu ushuhuda ulio hai unapaswa kutolewa katika maisha ya watu wanaojiita kuwa ni watu wa Mungu, ili ulimwengu upate kuona kwamba katika enzi hii, wakati uovu unapotawala kila upande, bado kuna watu ambao wanaweka kando mapenzi yao na wanatafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Watu ambao sheria ya Mungu imeandikwa mioyoni mwao na katika maisha yao. Mungu anatarajia wale wanaobeba jina la Kristo kumwakilisha yeye. Mawazo yao yanapaswa kuwa safi, maneno yao maadilifu na yenye kutia moyo. Dini ya Yesu inapaswa kufungamana na yote yale yanayofanya na kusema. Wanapaswa kuwa waliooshwa, waliotakaswa, watu watakatifu, wakiwasilisha nuru kwa wote ambao wanakutana nao. Ni kusudi lake kwamba kwa kuonesha ukweli kwa mfano katika maisha yao, wawe sifa duniani. Neema ya Kristo inatosha kuleta hili, lakini hebu watu wa Mungu wakumbuke kwamba ni kadiri tu wanavyoamini na kuziishi kanuni za Injili ndipo wanaweza kutimiza kusudi lake. Ni pale tu wanapotoa uwezo wao waliopewa na Mungu kwa huduma yake, ndipo watakapofurahia utimilifu na nguvu ya ahadi ambayo kanisa limeitwa kusimama kwa ajili yake. Wafuasi wa Yesu wanalazimika kutengwa na ulimwengu katika kanuni na mivuto yake, lakini hawapaswi kujitenga na ulimwengu. Mwokozi alichangamana kila mara na wanadamu, si ili kuwatia moyo katika jambo lolote ambalo alikuwa sawa na mapenzi ya Mungu, bali ili kuwainua na kuwaadilisha. Kwa hiyo Mkristo anapaswa kuishi miongoni mwa wanadamu ili kwamba ladha ya upendo wa Mungu iweze kuwa kama chumvi, ili kuuhifadhi ulimwengu kutoka upotevuni. Akiwa amezongwa na majaribu kila siku, akipigwa mara kwa mara na viongozi wa watu, Kristo alijua kwamba lazima auimarishe ubinadamu wake kwa maombi. Ili aweze kuwa baraka kwa wanadamu, lazima azungumze na Mungu akiomba nguvu, uvumilivu na uthabiti. Pasipo kujumuika pamoja na Mungu kila siku, hakuna mwanadamu anayeweza kupata nguvu kwa ajili ya huduma. Ni Yesu pekee anayeweza kuyaongoza mawazo kwa usahihi. Yeye pekee yake ndiye anayeweza kutoa matamanio adilifu na kuunda tabia kwa mfano wa Mungu. Tukimkaribia kwa maombi ya dhati, ataijaza mioyo yetu kwa makusudi ya juu na matakatifu na shauku kuu ya usafi na haki.
Mungu anatamani watu wake waoneshe kwa maisha yao faida ya Ukristo dhidi ya ulimwengu, ili kuonesha kwamba wanafanya kazi kwa viwango vitakatifu vya juu zaidi. Anatamani kuwafanya kuwa mifereji ambayo kwayo anaweza kumimina upendo na huruma yake isiyo na mipaka. Utasoma Counsels to Parents, Teachers and Students, ukurasa wa 322 hadi ukurasa wa 324. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 24, Toa ushuhuda ulio hai. Tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri. Asante kutufundisha yaliyo maandiko yako matakatifu. Tunajikabidhi kwako. Tufundishe zaidi tuweze kuyaishi sawa sawa na mapenzi yako. Kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu